called me na wako na some changamoto. So mimi nikawaambia the only thing I can help ni tuungane, tushikane. Mimi kikwangu niko 90 days of prayer, but in between kama tunaweza pata kufunga, tunaweza funga. Lakini for the 90 days ni mtu mwenyewe ndiye anajipangia jinsi atakavyofunga. So me na my friends tukasema tujiweke wakfu for 3 days, that is Sunday, Monday and Tuesday, and we start our fasting on Wednesday. Waking up on Sunday, the day was good, I thank God. The beginning of the day till the midday, it was so good, and I was just praising God. Ikifika saa 7:30, things changed. Ikawa ni chaos. I don't know where the chaos came from, and me, I was on my own nikiomba Mungu, oh God, zuia hizi chaos zisiniattack. Hata sikuwa nimemaliza those words, words hata hazikuwa yani, what can I say, hazikuwa zimeisha kwa mdomo kuongea. And all of a sudden the chaos came to me, hitting me, and I'm like, what's this? Nikajaribu kupuuzia, nikaanza kusema hii si yangu, she's just trying to bring stress on me, this is my madam, she's just trying to bring the stress on me. Let me not take it. But the more nasema let me not take it, ndio inanihit. Makiu tunajiweka wakfu ili tukianza maombi yetu iweze kukubalika. Tukasimama na 2 Chronicles 7:14. Sasa that Tuesday evening and Monday the day wasn't good. Come on Tuesday nikasimama, that Monday night sikupata uzingizi, usiku wa kuamkia Tuesday sikupata uzingizi hata kidogo, hata nikaingia maombi ya saa 9. Kumaliza hivi maombi saa 10 hivi, nikapiga magoti, nikaomba and I told God, just as I am with this heaviness yenye iko ndani ya roho yangu, Mungu niondolee kwa njia zako. And I tried to sleep, but the sleep wasn't coming. So I woke up and I prepared myself to work. Kwa kazini sasa, my madam called me. This is in the evening, almost 4. She called me. And tukakaa chini almost 3 hours talking. So I was just asking, why these commotions? Why did you bring the stress to me? And nikaomba Mungu, yani as she is talking to me, I was rebuking the spirit inside her, kwa sababu nilikuwa namsikia jinsi anavyoongea, the tone, the facial features, and nilikuwa na rebuke. Nasema in Jesus name, hii spirit isiniangukie tena. Eventually tukamaliza vizuri, and come on Wednesday as we were starting our fasting, I thank God kwa sababu tulianza with a high key, and until leo ndio tunamaliza, I still thank God kwa sababu there is no more chaos. This was the devil sign ya kunizuia mimi kutofunga, kunizuia mimi kumtafuta Mungu, kunizuia mimi kujiweka wakfu mbele za Mungu. But I thank this God. I thank my God so much kwa sababu alinionekania, akanipigania vita ambayo mimi mwenyewe kwangu ilikuwa mzito. The whole of those, yani kutoka Sunday afternoon until Tuesday evening, my atmosphere and whosoever was near me was feeling the disconnection. The atmosphere wasn't good, but I thank God. The moment nilitoa uchungu, tukaongea, tukasameheana, that thing iliniachilia, hiyo uchungu yote iliniachilia, na ndio nikaweza kuwa katika mfungo wa maombi. I thank God so much. Be blessed everyone.
Amen. Asante sana mpendwa Kibe, Mungu akubariki. Dada Esther, kama tatumia dakika moja tafadhali na wewe na kukukaribisha. Dada Esther. Bwana asifiwe. Amen. Mimi nataka kushukuru Mungu kwa sababu hizi wiki mbili zilizopita, hata niseme wiki hii nayo pia, kuanzia wiki iliyopita nimekuwa na changamoto kazini na nyumbani pia. Nyumbani wiki iliyopita tulivamiwa, wezi waliingia kwa nyumba, walifungua milango wakaingia kwa nyumba usiku. Msichana wa nyumba ndiye alikuwa kwa nyumba peke yake, lakini tunashukuru hawakumdhuru na hawakuiba chochote cha thamani. Kulikuwa na electrical equipment, vitu vingi sana ambazo walichukua, lakini walitoka na shilingi 500 na bomba la kuchotea maji tu ndio waliweza kutoka nayo. Kazini pia tulikuwa na changamoto ya wafanyikazi kuwa tu na uhuru, lakini Mungu akawa ananipigania hata kabla mimi sijajua kuwa changamoto ipo. Baada ya nikawa niko stress, lakini nikaomba Mungu, hata ndio tulisuluhisha tu jana. Nasema asante Mungu. Amen. Asante sana. Mungu awabariki kwa shuhuda hizi. Kama vile ambavyo tumeona katika masomo ambayo yamepita, shuhuda ni mahubiri. Mungu awabariki sana kwa mahubiri yenu. Basi kwa muda huu tunaenda kumkaribisha mwalimu kwa ajili ya somo, na pia kuna message nimeona nyingi za watu wanaoshukuru kwenye message hapo. Mungu azidi kuwabariki sana. Nimezipitia kidogo. Mungu awabariki. Nimkaribishe mtumishi wa Mungu Paulnel, lakini pia mnenaji wa sauti ya Mungu. Mubariki ili kwamba neno liweze kutenda kazi katika maisha yetu. Asante kwa sababu tutashughulikia tangu sasa hadi vipindi vyetu vyote vitakavyomalizika. Pia utupatie mtandao mzuri, kwa sababu Shetani hataki watoto wako waweze kulishwa kwa neno lako. Ndio sababu tunaombea mtandao nao pia uweze kuimarisha ili neno lako litende kazi katika maisha yetu. Asante kwa sababu umesikia na utatutendea hivyo. Naomba na kushukuru katika jina lako Yesu. Amen. Amen. Asante sana, na muda huu basi niweze kuachia mic kwa mhubiri mtumishi wa Mungu. Karibu sana Mohamed Mugasi. Bwana Yesu apewe sifa. Watumishi wa Mungu, ikiwa unanisikia waweza kupunga mkono wako pale ulipo. Binafsi ni washukuru sana watu wote ambao tumeweza kupata nafasi ya kujumuika pamoja. Karibuni sana katika siku hii ya leo, tena tunapoendelea na maombi ya pekee katika maombi ya siku ya leo. Kama tulivyotangaza jana kwamba tutakuwa na maombi maalum sana kwa ajili ya kujiweka wakfu kwa ajili ya mwezi huu wa mwezi Mei, mwezi wa 5. Tunaenda kujiweka mikononi mwa Bwana na kumwambia Yesu aendelee kuwa pamoja nasi katika mwezi huu tena. Kimsingi wote ambao tumeweza kupata nafasi ya kuwa hapa, tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa matendo makuu ambayo ametutendea. Hata kufika katika mwezi huu bado ni neema ya Mungu sana. Ni neema ya Mungu tena kubwa kuweza kufika katika mwezi huu, mwezi Mei. Lakini pia ni washukuru wale wote ambao nimeona ni vema kuja kushukuru kwa matendo makubwa ambayo Mungu amewatendea. Kweli shuhuda ni mahubiri kama tunavyosema. Kwa hiyo nashukuru sana, kwa binafsi zimenitia moyo. Namshukuru Mungu kwa kila mmoja ambaye Mungu amemtendea jambo na ameweza kuja hapa kwa ajili ya kushuhudia. Asante sana wote ambao mmeweza kuwa na shuhuda hizi kubwa. Ninamshukuru Mungu sana. Hata mimi kuna watu ambao nimekuwa nikiomba nao, kupiga simu akiomba. Baadhi ya wengi wameweza kutendewa muujiza. Tunashukuru, tumekuwa na watu ambao tumekuwa tukiwaombea. Basi Bwana aendelee kuwatendea mema. Walio wagonjwa wapone kwa haraka. Wanaoonewa, Mwenyezi Mungu aendelee kuwa mtetezi wao. Wanaopita katika changamoto zozote zinazowakosesha furaha, Bwana aendelee kuwainua na kuwapigania sana katika maisha yao. Hakika tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Bwana wabariki sana.
Ninamshukuru Mungu katika siku hizi 90 za maombi, leo ikiwa ni siku ya 16. Bwana imempendeza Bwana tuweze kuwa pamoja katika siku hii ya leo. Kwa hiyo karibu sana mahali popote ulipo, karibu sana. Wale mnaotufuatilia kila siku toka tumeanza siku ya kwanza mpaka leo, karibuni sana. Niseme shetani anatulinda sana, lakini Bwana anatulinda, anatutetea. Bwana anaendelea kutunza, anaendelea kututhaminisha. Nasikia shuhuda za matendo makuu, wengine wakipita kwenye changamoto kadha wa kadha kwa shuhuda zilizotolewa, lakini niseme tu kwenu ninyi nyote, Mwenyezi Mungu akawatendee mambo mema kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Usipungukiwe mahali popote, macho yenu yaendelee kuangalia mbinguni, kwa sababu hapo ndipo penye uzima, lakini pia hapo ndipo penye tumaini letu. Jana nilikuwa na somo maalum sana, lakini kwa bahati mbaya mtandao uliishia njiani, sikuweza kumalizia somo lile. Kwa hiyo shetani naye kuna hila za adui, lakini namshukuru Mungu ameweza kusimama tumesha Mungu jana akamalizia. Hata hapo wakati naanza tena changamoto ikataka kutokea, nikamwambia shetani, wewe tusizoeane. Namshukuru Mungu amekuwa pamoja nasi. Leo tuna maombi maalum kwa ajili ya mwezi Mei. Hebu kwanza tuombe. Baba, katika jina la Yesu, sasa mimi ni mgase, mwanadamu niliye dhaifu, mwenye mapungufu mengi kama wanadamu wengine, lakini sasa nipake mafuta mabichi ili kile ninachoenda kutamka katika somo hili kikawe baraka za pekee sana katika watoto, kwa ajili ya watoto wako. Najua Yesu tunakuhitaji, na mara nyingi sana umeonekana katika maisha yetu. Sasa Bwana, njoo tufundishe wewe mwenyewe, kwa sababu sisi tuko tayari kusikia, katika jina la Yesu. Amen. Somo la leo ni maombi ya mwanzo wa mwezi, maombi kwa ajili ya mwezi Mei. Kwanza kabisa nataka nikufundishe kitu kikubwa ambacho kitakusaidia siku nyingine, hata kama hautakuwa katika madhabahu hii ya Power Request, labda umesafiri, mwisho wa mwezi umefika na haujapata nafasi ya kujoin katika maombi. Sasa somo hili naomba likakupatie mwanga mkubwa sana. Somo linasema jinsi ya kuombea mwezi mpya kwa usahihi. Ikiwa unaandika, pigia neno usahihi mstari. Mimi ni mwalimu, kwa hiyo kuna wakati mwingine unisikilize vizuri. Jinsi ya kuombea mwezi mpya kwa usahihi. Kuna kuombea mwezi, lakini kuna kuombea mwezi kwa usahihi. Kwanza fahamu, Mungu anapokupa neema ya kumaliza mwezi ni baraka. Ukiangalia kwa historia za Agano la Kale, watu walipomaliza mwezi, wengine walikwenda hekaluni wakiwa na shukrani nyingi mno. Na wengine iliwekwa sheria, lazima kila mwisho wa mwezi watu waende hekaluni kutoa shukrani kwa ajili ya kumaliza mwezi. Sasa nataka kiroho, achana na kimwili. Kiroho kumaliza mwezi ni jambo kubwa sana. Naomba unielewe vizuri. Kuimaliza tarehe ya kwanza, tarehe ya pili, mpaka mwezi ukaisha, ni moja katika mambo ya pekee mno ambayo Mungu anatenda katika maisha yetu. Sasa kitu kinachotokea ni kwamba watu wengi tunaona kama ni utaratibu wa kawaida tu wa kalenda. Kwa hiyo mtu hapati muda wa kumwambia Mungu asante. Hivi ngoja nikuulize, ni familia ngapi ziko hapa ambapo mwisho wa mwezi baba anaita wanafamilia wake, anaita familia yake yote, anaita watoto wake wote, au anawapigia simu kama wako mbali, anasema wanangu, mwezi umeisha, naomba tuombe pamoja, hata kwa WhatsApp call. Ni familia ngapi ziko hapa zenye zinafanya hiyo mambo? Utagundua hakuna. Mwisho wa mwezi ndo wakati ambapo watu hulipwa ujira. Kwa nchi za Afrika, labda nchi nyingine wanalipwa kila baada ya wiki kadhaa, lakini kwa mfano tuseme utaratibu mwingi wa kupokea mshahara ni mwisho wa mwezi. Kwa mwisho wa mwezi kuna kuhitimisha kitu fulani ambacho kilifanyika, na kwa mwezi huo inahitaji malipo. Ndio maana watu wengi mwisho wa mwezi utasikia nasema nimepokea salary yangu, nimechukua mshahara wangu. Mwisho wa mwezi
ndio watu wataenda kutoa sadaka makanisani, wataenda kutoa sadaka au wataondoa magoli yao katika taratibu zilizowekwa katika makanisa. Kwa hiyo kuombea mwezi mpya ni kitu kikubwa sana kiroho. Ni kitu kikubwa sana kiroho. Ninaomba hilo usije ukalisahau. Usije ukalisahau. Haijalishi kwamba utakuwa kwenye maombi siku hiyo au haupo kwenye maombi siku hiyo. Nimeona nifundishe somo hili kwa sababu kuna siku utakuwa huna muda wa kuingia kwenye maombi, lakini mwisho wa mwezi umefika. Ni lazima ufahamu kuna umuhimu mkubwa sana wa kuombea mwezi unapoisha na unapoanza mwezi. Sasa chukua hizi hatua zitakusaidia. Taenda kwa haraka kidogo. Hizi hatua ni muhimu sana. Naomba uzichukue. Hatua ya kwanza. Unapofika tarehe ya kwanza kama leo ni tarehe 1 mwezi Mei mwaka 2026. Unapofika tarehe ya kwanza ya mwezi, unapaswa kufanya jambo la kwanza. Shukuru kwa ajili ya mwezi uliopita. Shukuru kwa ajili ya mwezi uliopita. Tena unaweza ukasema, kwa mfano, unayo maneno yako ambayo unaweza ukasema, lakini mimi hapa tunasema kwa mfano. Kwa mfano, Baba Mungu, asante kwa uhai. Asante kwa nguvu na uzima ulionipatia. Ninayaweza mambo yote katika wewe unitiae nguvu. Kwa Filipi 4:13. Huu ni mfano. Kwa hiyo maombi ya kuweka wakfu mwezi mwingine ni lazima uyaanze kwa shukrani. Mwambie mwezi uliopita huenda umepata hasara, huenda umedhulumiwa, huenda umeonewa, huenda kuna magumu umepitia, lakini unapofika tarehe ya kwanza ya mwezi mwingine, mshukuru Mungu hata kama katika huo mwezi ulikuwa na magumu uliyopitia. Mshukuru Mungu. Tena unaweza kusema asante Yesu, maana mimi siwezi bila wewe. Elezea uzuri wa Mungu, uzuri wa nguvu za Mungu katika maisha yako. Kama ni msomaji wa Biblia, unaweza kuunganisha na Zaburi sura ya 9 mstari wa 1. Ni moja katika maandiko yaliyobeba shukrani kubwa sana. Lakini pia mpe Mungu ahadi ya kuendelea kumwabudu kama ulivyomwabudu katika mwezi uliopita. Huenda katika magumu, lakini bado ulipata nafasi ya kumwabudu na kumuomba. Mpe ahadi ya kuendelea kumwabudu katika nyakati zote. Hiyo ni pointi ya kwanza. Maombi ya shukrani ya kuanza mwezi maombi ya shukrani ya kumaliza mwezi. Usiombe tu kama kuna mazuri yametokea, hata kama kuna mabaya. Unapoanza tarehe ya kwanza ya mwezi, anza kwa maombi ya kumshukuru Mungu. Haijalishi ni mazuri yametokea, whatever. Haijalishi ni mabaya yametokea, whatever. Anza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hatua ya pili. Anauliza Zaburi ngapi? Ni Zaburi 9:1. Hatua ya pili. Anza kujitabiria mema juu ya mwezi ulioingia, wewe na familia yako. Ndio maana anasema familia. Hivi unajua familia ndiyo sehemu ambayo Mungu ameipa nafasi kubwa sana kwa ajili ya watu kutengeneza Ukristo wao. Sijui nitumie lugha gani, lakini niseme familia ndiyo jiko namba 1 la kuzipika baraka za Bwana katika maisha ya watoto wa Mungu. Kwa hiyo kama familia, jitabirieni mema. Kwa mfano, ni mfano tu. Najitabiria mimi na familia yangu, nakataa mauti, maana hatutakufa katika mwezi huu tulioingia, kwa sababu tunaye Mungu anayetupigania na kutuwazia mema. Tarehe ya kwanza, anza kukataa mauti kwenye mwezi unaoingia. Zaburi 118 mstari wa 17. Utasoma na hilo andiko. Niko nje ya muda kidogo, lakini utasoma Zaburi 118 na ule mstari wa 17. Kwa hiyo kataa mauti. Kataa mauti ya kimwili, kataa mauti ya kiuchumi, kataa mauti ya kikazi, kataa mauti. Chochote kinachoitwa mauti, kipige vita unapoingia katika mwezi mpya.
pointi muhimu bia hii. Najitabiria mimi na nyumba yangu mabaya hayatatupata. Najitabiria mimi na nyumba yangu migogoro tunayoipitia kama familia, Yesu atatutoa katika migogoro hii na kutupa upendo mpya katika mwezi tunaoingia. Kila kikwazo katika familia au ndoa ninakikataa kwa jina la Yesu. Unganisha na Zaburi 91 mstari wa 10. Zaburi 91 mstari wa 10. Maandiko haya yachukue, nikisema nisome moja baada ya jingine, somo hili litakuwa refu sana. Tutachukua muda mrefu sana. Asante kwa dada yangu Doreen, naona unanisaidia kuandika mafungu hapo. Wale wanaoyataka mtakuwa mnayasoma pale kwenye chat. Kwa hiyo tabiri. Kwa nini ujitabirie? Swala msingi. Nilishawafundisha na sitachoka kuwafundisha kwamba maneno yanaumba. Unapojitabiria jambo katika ulimwengu wa roho linatokea. Katika ulimwengu wa roho linatokea. Kwa hiyo sasa unapaswa kujitabiria ushindi. Unapaswa kujitabiria ushindi katika maisha yako. Niombe rafiki yangu uliyefungua kamera, naomba uizime kamera yako tafadhali. Okay. Kwa jitabirie. Lakini pointi nyingine muhimu. Najitabiria mimi na nyumba yangu. Mikono yetu tunaifunika kwa damu ya Yesu. Mikono yetu haitaibiwa kwa mifumo ya kiroho. Mikono yetu haitatekwa kwa mifumo ya kiroho ya adui. Mikono yetu haitatekwa na watu wabaya wanaotaka maisha yetu yaangamie. Iweke wakfu mikono yako unapoanza mwezi mpya. Mwanzo 39 mstari wa 5. Mwanzo 39 mstari wa 5. Kwa hiyo iweke mikono yako kwa Mungu. Kwa nini? Kuna watu wengine watakupa mikono hawakutabirii mema. Kuna watu wengine watakupa mikono hawakuwazii mema. Kuna watu wengine wakikupa mikono ndio wamekuachia mabalaa. Kuna watu wengine wakifanya kitu chochote ndio wamekuangamiza. Lakini wewe jitabirie hiyo mikono yako. Mikono yako hiyo mikono itabirie ushindi. Iambie mikono yako itamshika tu yule aliyebeba tumaini na kusudi la kimungu. COVID ilitufundisha kwamba tusishikane mikono tutapata COVID. Sasa ziko COVID za kiroho. Kuna mtu kimshika tu mkono tayari ameshakuachia COVID ya kiroho. Nakumbuka kisa kimoja cha ajabu sana. Nilienda kula kwa mgahawa fulani. Wanatembea mjini. Sitataja mkoa wala location kwa usalama wa kisa, lakini wakati nimemaliza kula nikawa namlipa yule mtu pesa yake kwa ajili ya chakula. Nikachukua ile fedha nikampa yule muuzaji. Huwezi amini, nilipomgusa tu mkono wangu zilitokea kama acheche. Ulishawahi kuona umegonganisha nyaya hivi tata? Alafu wote tukaanza kutazamana. Akaniuliza, "Kwani vipi?" Na mimi nikamuuliza, "Kwani wewe vipi?" Ananiambia, "Basi hakuna shida." Na mimi nikamwambia, "Hamna shida pia." Kwa hiyo akanirudishia change na ile change nikaweka kwa mfuko wangu, mambo mengine yakaenda. Sasa sijui mikono yake ilikuwa ina nini. Unajua kwenye maisha kuna wakati unaweza ukampa mtu fedha ukajikuta umempa fedha zote ulizokuwa. Wewe unaona umempa 5,000 lakini umempa shilingi 200,000. Hiyo mifumo ipo. Ndio maana ni lazima uiombee mikono yako. Unapoiombea mikono yako ina maana chochote unachofanya, nyumba yako, kazi yako imelindwa na Bwana. Unapoweka signature kwenye makaratasi ya watu, uweze kujua zile karatasi, zile form kwa wale mlioko ofisini, mtu anakuja unamsainia document, unamsainia kila kitu. Iombee mikono yako, ombea kalamu yako. Iambie tu nitasaini kile ambacho kina usalama kwa ajili yangu. Kina usalama kwa ajili ya maisha yangu. Kina usalama kwa ajili ya hicho ndicho nitasaini. Kile kilicho kinyume na hicho sitasaini kwa jina la Yesu. Kwa hiyo ombea mikono. Mikono ina maamuzi. Mikono inafanya maamuzi mengi sana. Hilo lazima pia kiroho ulifahamu. Mwingine hapo anatoa ushuhuda alishowahi kukutana nacho, kwa shuhuda nyingine mtakuwa mkisoma huko. Anasema, "Najitabiria mimi na nyumba yangu." Mikono tayari nimemaliza. Pointi nyingine. Najitabiria mipango yetu ambayo haikufanikiwa mwezi huu. Kwa neema ya Mwenyezi Mungu na kwa upendo wa Mungu na kwa kupitia Roho Mtakatifu, mwezi huu wa 5 ninajifungamanisha na neno la Mungu kwamba nitafanikiwa katika mwezi huu ninaoanza. Mwezi huu sitazaa mapooza bali nitazaa baraka za Bwana. Jitabirie. Ulipopoteza Bwana atakurudishia. Ayubu 22:28 tuunganisha na andiko hilo. Ayubu 22
28. Lakini jitamkie, mimi na nyumba yangu Mungu ndiye tutakayemtumikia. Weka ahadi kwamba mimi na nyumba yangu nitatumika. Kamwe hatutaenda katika njia ya wakosaji. Tutasimama kufanya kilicho cha Mungu tu, kile ambacho Mungu anahitaji tufanye. Yoshua 24:15. Kwa hiyo wewe na nyumba yako jitabirieni kutenda yaliyo ya Mungu tu. Unapoweka mwezi mpya wakfu, haya maombi ni ya muhimu sana kufanya hivi. Lakini pia jitabirie adui yoyote atakayekuja juu yako. Adui yoyote atakayekuja juu ya asset yako. Kama una nyumba za kupanga, una ofisi, una gari la biashara, una chochote unachofanya kinachokuingizia kipato, tabiri kwamba adui yoyote hata kanyaga katika vyanzo vya uchumi, vyanzo vya mapato yako katika familia. Itabirie kwamba adui hata mgusa mtoto wako, either yuko chuo, yuko nyumbani, yuko kazini. Mtabirie mtoto wako kwamba wewe, mtoto wangu niliyekubeba katika tumbo langu, wewe binti yangu, wewe kijana wangu niliyekubeba katika tumbo langu, mwezi huu wa 5 hakuna adui atakayekusogelea. Maombi ya mwanzo wa mwezi ni muhimu sana 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 sana. Lakini pia anasema G, najitabiria mwezi huu kwetu kama familia ikaje amani na furaha iliyopotea. Ile furaha shetani aliyoipoteza, Roho Mtakatifu akairudishe ile furaha katika familia, katika ndoa, katika watoto wako. Kama kuna amani ilipotea, mwambie Mungu, ninaomba fanya tena kama ulivyofanya hapo kwanza. Niwaambie tu kitu kwamba shetani anapambana sana kuhakikisha kwamba anatutoa katika makusudi ya Mungu. Na anaweza katengeneza sababu ambao unaweza kuiona ni sababu sahihi. Kwa sababu unajua watu wengi sana ninakuomba kaka yangu tafadhali, sijui ni kaka yangu, zima kamera yako. Ninaomba tunapojoin hapa kuzima kamera, otherwise tutakuremove na utakosa access ya kwa unaingia kwenye join. Tukishaingia hapa tunazima kamera, tunazima microphone. Ndio sheria yetu ya kwanza. Bahati nzuri wakati una join app inakuelekeza kabisa, bonyeza hapa unazima kamera, bonyeza hapa unazima microphone. Sasa sielewi huwa mnajichanganya wapi. Ni kitu ambacho mimi pia Roho Mtakatifu anifunulie, huwa mnajichanganya wapi. Sasa ninaomba, hata sijui niliishia wapi, msiwashe kamera wakati mwingine mnatutoa katika zile pointi ambazo Roho Mtakatifu anatupatia kwa wakati huo. Kwa tabiri mwezi huo kwa ajili ya familia yako, tabiri kwa ajili ya watoto wako, tabiri kwa ajili ya chochote ambacho Bwana amekiweka katika mikono yako. Lakini pia anasema endelea kujitabiria kuhusu vile unataka. Huenda kuna pointi ambazo unazo binafsi ambazo ungetamani zitokee katika mwezi mwingine, ungetamani zitokee. Kwa hiyo zile pointi usiache kuzisema, siseme. Ombea yote ambayo unaona kwamba unayahitaji katika mwezi unaoanza. Hasa sasa tunaingia mwezi wa 5. Katika huu mwezi wa 5 Mwenyezi Mungu akakupe hitaji la moyo wa 3 wangu, ila moyo wa kufanikiwa. Lakini hatua ya 3 unapoombea mwezi, hizi zilikuwa ni package katika ile point ya pili. Hatua ya 3, omba kujulishwa kila taarifa zinazokuhusu zilizo mbele yako, ziwe nzuri au mbaya, ili uzishughulikie kwa maombi, sio kimwili. Sikiliza, muombe Mungu akupe taarifa katika mwezi huo zinazokuhusu, aidha ziwe nzuri au ziwe mbaya, ili uzishughulikie kwa maombi na kwa kupitia Roho Mtakatifu. Ni vizuri kupata taarifa, lakini unapopata taarifa usipambane na ile taarifa. Ukishapata tu taarifa yote, shuka miguuni, afuambia Yesu, hizi taarifa ni mbaya na zikataa kwa jina la Yesu. Hizi taarifa ni nzuri, kama zimetoka kwako na zibariki na zikawe kama ulivyokusudia kwa jina la Yesu. Kwa hiyo kupata information zinazokuhusu zitakusaidia. Ngoja nikwambie kitu.
Ofisini kwako unahitaji information, biashara yako inahitaji information, kila kitu kinahitaji information. Kwa hiyo sasa Mungu anapokujulisha information, usikurupuke na kufanya vita. Na naomba nikupe siri, usifanye vita na mtu yoyote anayehusika katika taarifa yoyote inayokuhusu. Usifanye vita. Mwingine atasema, sasa nitafanya nini mtumishi wa Mungu? Unachopaswa kufanya, njia ni moja tu. Shuka miguuni pa Bwana, mueleze. Mwambie Mungu, kwa kuwa umenijulisha hili, ninakukabidhi, shughulika nayo. Endelea kunywa maji yako vizuri, endelea kufurahia maisha yako, endelea kuimba, endelea kusifu, endelea kujoin kwenye maombi, fanya shughuli zako, lakini taarifa zote ziache zishughulikiwe na mbingu. Mwambie Mungu kama alivyokuwa kimtaarifu nabii Elisha katika Wafalme wa Pili 2:5, kisoma 6:8 na 24. Mwambie Mungu pia nawe akutaarifu kama jinsi ambavyo alivyowataarifu watumishi wake. Lakini omba neema. Mwambie Mungu akupe neema mbele zake. Mwambie Roho Mtakatifu akujulishe upasayo kutenda. Mwambie Roho Mtakatifu katika mwezi huu akupitishe katika njia inayostahili. Weka wakfu vyombo vyote vya moto utakavyotumia. Ikiwa una drive, ikiwa unapanda vyombo vya usafirishaji vya biashara, ikiwa unapanda ndege, ikiwa una ratiba ya kupanda meli, ikiwa una ratiba ya kupanda magari, ombea vyombo vyote vya usafiri ambavyo utavitumia katika mwezi unaouombea. Jamani, hiki naomba huu ndio mwongozo wa namna ya kuombea mwezi wako unapoanza. Hatua ya 4, omba Mungu akujuze akili na hekima nyingi ambazo hakuna mtu atashindana nazo, ili uzidi kudumu katika position Mungu aliyekupatia. Naomba nirudie hii. Omba Mungu akujaze akili na hekima nyingi ambazo hakuna mtu atakayeshindana na hekima yako. Hekima kwenye kazi inatakiwa. Yaani ofisini usiwe wewe ni mtu wa kupelekwa kama bendera. Huyu HR akisema hivi unaenda unamsikiliza. Huyu naye amekuita unajua kuna watu wengine wana power ya kukutoa kwenye lengo. Wana nguvu ya kukutoa kwenye lengo. Sema sasa ukikaa kwenye kikao ujue uamue vipi. Unamsikiliza huyu kasema hivi. Sasa mwambie Mungu, nipe kauli katikati ya maamuzi unayotakiwa kufanya katika mwezi huu. Akupe hekima ambayo hakuna mtu ataiumbisha hiyo hekima, maana umeipewa na Roho Mtakatifu. Kama alivyofanya kwa Suleiman katika Wafalme wa Kwanza 3:8 hadi 13, mwambie Mungu. Omba kwa kurudia. Omba maombi hayo kwa kurudia. Mwambie Mungu, shukuru kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, mimi ni mtoto wako. Akili yangu na hekima zangu zitoke kwako siku zote katika maamuzi ninayofanya. Kwa hiyo jiombee hekima. Lakini mwambie Mungu akupe msaada wa Roho Mtakatifu katika kushinda na kuamua kila unachotakiwa kuamua katika mwezi huu. Najua mwezi huu kuna mambo unatakiwa kufanyia maamuzi. Huenda ni maamuzi ya kwenda kuolewa, maamuzi ya kuoa, maamuzi ya kuanza kazi, maamuzi ya kuanza biashara, maamuzi yoyote ambayo unataka kuyafanya katika mwezi huu, yakabidhi mikononi mwa Bwana. Lakini pia hatua ya 6, omba uwezekano kwenye kila eneo unalotamani sana Mungu akusaidie katika yale maeneo yaliyokushinda, kwa Filipi 4:13. Kwa sababu tumesoma pale juu mwanzo. Kwa hiyo muombe Mungu. Hatua ya 7, omba neema tu katika ambayo unatamani yatokee wakati huu kwenye kalenda ya Mungu, na Mungu ataenda kukusaidia yatatokea. Mwezi wako ukiuombea kwa mfumo niliyokupatia. Napomalizia sasa dakika 2 za mwisho. Mwezi wako ukiuombea kwa utaratibu na mfumo niliyokupatia hapa, mwezi wako utakuwa wa baraka sana. Naomba nirudie. Mwezi wako utakuwa wa baraka sana. Kama kila kitu kikikabidhi machoni pa Bwana, kama kazi yako kikikabidhi machoni pa Bwana, kama nilivyokuelekeza hapa, mwezi wako utakuwa ni mzuri, utakuwa ni mwezi hata kama kuna magumu utayapitia, lakini bado utafurahishwa na Roho Mtakatifu. Yaani mwezi wako principles zake ni hizo nilizokupatia. Hizo nilizokupatia ndizo taratibu
za kuweka wakfu mwezi wako unapoanza. Ndugu zangu wapendwa, rafiki zangu wapendwa, hatuna anayefaa sifa zaidi ya Yesu. Yeye akusaidie. Mama yangu, baba yangu, dada yangu, ninataka nikwambie kitu kimoja. Kaka yangu ambaye uko hapa, magumu unayopitia, suluhishi wake ni Mungu peke yake. Mpe nafasi ya yeye kushughulika na kila magumu unayopitia kwenye maisha yako. Mimi binafsi nakutakia uzima, nakutakia baraka, na kwa jina la Yesu nakutamkia mwezi wa 5 uanze kuwa baraka kwako. Mwezi wa 5 uanze kuwa ushindi kwako. Mwezi wa 5 uwe kicheko kwako. Mwezi wa 5 uwe furaha kwako katika jina la Yesu. Kila utakalo Mungu akupe, Mungu akufunulie baraka, Mungu akutoe katika kila machozi uliolia. Utarudi hapa baada ya mwezi kuisha ukiwa na shuhuda za kutosha. Jane Marie, tuongoze katika maombi. Tamka ufunguo wa kiroho kwa ajili ya kufungua mwezi huu wa 5. Nakupa hiyo mamlaka, na Bwana akubariki kwa tamkia watoto wa Mungu baraka. Leo hatutakuwa na kipindi saa 9 usiku. Tutaendelea na ratiba. Kesho tutakuwa na huduma zile za Kiingereza na Jumapili, na mimi nitarudi hapa siku ya Jumatatu kwa somo zito refu ambalo tutakujifunza kwa siku zote. Njoo tujifunze pamoja. Tutakuja kuona namna ambavyo shetani anapambana kututoa katika hatima na makusudi ya kimungu katika maisha yetu. Leo ni siku ya 16. Endelea kuomba, endelea kuamini. Karibu na Mwenyezi Mungu akubariki. Baba yetu na Mungu wetu tupendaye, tukushukuru tena kwa namna ya pekee kwa somo hili, somo nzuri ambalo umetupatia katika sabato hii ya leo na katika siku hii ya maandalizi kwa wengine. Sifa na heshima na utukufu vikurudie. Baba, hakika wewe ndiye Mungu wetu. Wewe ndiye kimbilio letu. Wewe ndiye Mungu tutakaye kutafuta siku zote za maisha yetu. Bwana, hatua 7 ambazo tumeziona katika kutamkia baraka za mwezi, kujiweka wakifu katika mwezi unapoanza. Bwana, tunasema asante. Tunachokuomba Mtakatifu, kuanzia sasa anza kutenda Mtakatifu, maana leo ni tarehe 1 ya mwezi wa 5. Yesu, bariki hizi hatua kwa kila mmoja. Zijaze baraka ndani ya wana na binti zako. Kuna wagonjwa hapa Mtakatifu, tunawaombea uponyaji. Kuna wale wanaotafuta kazi, tunawaombea wapate kazi. Kuna wale ambao wanataka kufanya interview, Baba wakapita hizo interview. Kuna wale ambao Mtakatifu wako hospitalini, tunaamuru Mtakatifu wangu uweze kuwatoa warudi nyumbani, wakashiriki pamoja nasi furaha ambazo natupa kwa siku hii ya leo. Yesu, Baba yetu, hakuna Mungu aliye kama wewe. Hakuna na hata kuwepo. Ni wewe tu uliyeziumba mbingu na nchi, ukaweka misingi yake bila kushirikisha mtu yeyote. Nasi Baba, katika jioni hii ya leo na mchana huu, tunajinyenyekeza mbele zako. Tunakuja mbele zako tukihitaji mkono wako, baraka zako ziweze kuandamana pamoja nasi. Kama vile ambavyo mtumishi alivyosema kwamba yeye na familia yake watakutumikia, na sisi tunatamka kwamba Bwana, na familia zetu zote tutakutumikia wewe milele na milele. Asante Mtakatifu wangu. Tunaendelea kujiweka chini ya miguu yako. Tunaendelea kunyenyekea mbele zako. Baba, asiwepo hata mmoja katika jioni hii ya leo atakayetoka bila baraka yako kwa siku hii, bali kila mmoja apokee baraka zako, na baraka zako ziambatane na kila mmoja ndani ya mwezi huu. Walio wagonjwa wakapone. Asante Baba. Ninaomba na kuamini kupitia jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Asante sana wapendwa. Basi kama tulivyosikia matangazo ni kwamba leo tutakuwa na maombi ya alfajiri ya saa 9, lakini kesho tutakuwa na kipindi cha Kiingereza saa 3 ya usiku majira ya Tanzania, na Jumapili pia saa 3 majira ya Tanzania. Lakini pia Jumapili tutakuwa na maombi ya alfajiri. Kesho tutakuwa na maombi ya saa 12 kuelekea Jumapili asubuhi. Asante. Niwatakie sabato njema, niwatakie maandalizi mema, na tunawapenda. Kwa heri.